Bima Pub, urahisi wa maisha. Na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 niliahidi kwamba tutapata nafasi ya kusikiliza majibu ya Mheshimiwa Waziri kuhusu tuhuma alizokuwa amezitoa Mheshimiwa Gambo. Kwa hivyo nitampa Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI atoe huo ufafanuzi, kisha tutaendelea na ratiba yetu. Mheshimiwa Omar Mchengera. Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa jimbo la Arusha mjini, aliwasilisha tuhuma kuhusu miradi minne mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha kama ifuatavyo: ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri, ujenzi wa soko la machinga, utengaji wa bajeti ya shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kubomoa maduka eneo la stendi ndogo, kutokuwa na tija kwa halmashauri, na ujenzi wa barabara ya tactic kutoka stendi mpya kwenda Mbauda. Mheshimiwa Spika, naomba nichukue nafasi hii kutoa ufafanuzi katika hoja zote nne kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri ya jiji la Arusha, kwa heshima ya bunge hili na kwa maslahi mapana ya taifa, ninaomba kuweka bayana ukweli wa hoja hii kama ifuatavyo. Kuhusu ujenzi wa jengo la utawala wa jiji la Arusha, ambapo alitoa tuhuma nzito dhidi ya utekelezaji wa ujenzi wa jengo hilo, akidai kuwepo kwa ongezeko lisilo halali la takriban shilingi bilioni 8 pamoja na madai ya mchanganyiko wa vipimo vya BOQ uliosababisha malipo ya fedha isiyostahili. Mheshimiwa Spika, mradi wa jengo la utawala ulianza mwaka 2019. Wakati huo Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mkuu wa mkoa wa Arusha kama msimamizi mkuu. Ujenzi ulifanyika kwa njia ya force account na baadaye ukahama kutoka force account na kuingia kwa mkandarasi. Akapatikana mkandarasi mshauri ambaye akasaidia kupatikana kwa mkandarasi wa ujenzi Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mbunge. Hii yote ilitokana na malumbano yaliyokuwepo kati ya Mheshimiwa mbunge na baraza la madiwani na aliyekuwa mkuu wa mkoa wakati huo Mheshimiwa John Mongera. Malumbano hayo yalipelekea mradi kusimama kwa muda mrefu mpaka mwaka 2023 baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuingilia kati na baadhi ya watumishi kushtakiwa. Kamati ya fedha, mbunge alikuwa ni mjumbe wa kamati ya fedha wakati huo, hakushiriki kikao husika kwa ruhusa, lakini posho alichukua. Hii ilikuwa ni mwaka 2023. Ikampa mkandarasi ndugu Tribe Construction, lakini hakuweza kuendelea na kazi tena. Ikatokea malumbano baina ya mkandarasi na kazi ikaanza tena upya mwezi wa 4 mwaka 2024 na kuomba kulipwa malipo ya awali. Ndiyo jengo likaanza kujengwa na sasa lipo ghorofa ya 6. Mpaka sasa Mheshimiwa Spika, mkandarasi amekwisha lipwa hati 2 pamoja na malipo ya awali. Jumla ya hati zote 2 ni shilingi bilioni 1 na milioni 200. Pamoja na malipo ya awali jumla inakuwa ni shilingi bilioni 2 na milioni 200. Na jengo lipo ghorofa ya 6 na kilicholipwa mpaka sasa ni kidogo kulingana na uhalisia wa jengo mpaka hivi sasa. Hivyo mkandarasi analipwa malipo yake kwa kazi alizofanya, zikihakikiwa pia na mhandisi wa jiji kwa kazi zilizofanyika tu. Mheshimiwa Spika, kwa ujenzi unaofanywa na mkandarasi mshauri huandaa hati ya malipo kulingana na kazi iliyofanyika. Hivyo basi hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Nasisitiza, hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia dhamira ya dhati ya kulinda fedha za umma, tuhuma zilizotolewa na Mheshimiwa Gambo zimechunguzwa. Niliagiza pia kufanyika kwa uchunguzi wa kina. Uchunguzi huo ulibaini hitilafu za kiufundi zilizojitokeza katika uingizaji wa taarifa kwenye mfumo wa ununuzi wa umma, yani NeST, ambao vizio vya vipimo vilichanganywa kama ifuatavyo. Katika uchunguzi uliofanyika, kilichoonekana ni vizio vya vipimo, yani unit of measurement, kuchanganywa katika vipengele viwili wakati wa kuingiza kwenye mfumo wa ununuzi wa umma, yani NeST, ni kama ifuatavyo. Kipengele cha zege la sakafu la chini kwa unene wa milimita 200 ilikadiriwa kuwa mita za mraba 1128 kama ilivyoonyeshwa kwenye BOQ ya mhandisi mshauri. Hata hivyo,
Wakati wa kupandisha kipengele hicho kwenye mfumo wa manunuzi, yani NeST, kipengele hicho kilipandishwa kama mita za ujazo 1128. 2. Kipengele cha zege la sakafu la juu kiliainishwa kuwa ni mita za mraba 7034 kama ilivyoonyeshwa katika BOQ ya mhandisi mshauri, lakini katika kupandisha kwenye mfumo ununuzi wa umma kipengele hicho kiliingizwa kama mita za mraba 7034. Mheshimiwa Spika, management ya jiji la Arusha ilibaini kasoro hizo na kumjulisha mshauri mwelekezi kuhusu makosa katika vizio vya upimaji uliojitokeza katika barua yenye kumbu namba BC.3/253/0/IE/149 ya tarehe 10 mwezi Februari 2025 na barua kumbu namba BC.3/253/0/IE/150 ya tarehe 18 Februari ya mwaka 2025. Mtaalamu mshauri alijibu barua hizo kwa barua yenye kumbu namba KA/ACC/ADM/2024/20 ya tarehe 28 Februari 2025 kwa kukiri kupokea mapungufu hayo, na alichukua hatua za kumwandikia mkandarasi kumweleza mapungufu yaliyojitokeza kwa barua yenye kumbu namba KA/ACC/admin/2024/24 ya tarehe 7 Machi 2025. Mheshimiwa Spika, mkandarasi alimjibu mtaalamu mshauri kwa barua yenye kumbu namba TRB.JV.TBW/admin/ACC/HQ ya 2025 ya tarehe 8 Machi 2025 akikubali mabadiliko hayo ya vipimo tangu mwezi Machi kama yalivyoonekana katika mkataba. Taratibu za kuandaa mabadiliko addendum zinaendelea kwa mujibu wa sheria ya ununuzi wa umma sura namba 410. Hivyo gharama halisi za mkataba zitazingatia vipimo sahihi, ambapo mradi utatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 3,461,712. Aidha, fedha za ziada ambazo ni shilingi milioni 416 ikiwa ni 983 na senti 27 ikiwa ni sehemu ya malipo ya awali zitazingatia utekelezaji wa kazi na makubaliano ya mabadiliko ya mkataba. Kwa kuwa hoja hii iliibuliwa na halmashauri ya jiji kuhusu vipimo husika na kukubaliana na pande zote mbili tangu mwezi Machi, si hoja mpya, ilikwisha fanyiwa kazi na ndio desturi za mikataba. Hoja hii inasimamiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na TAKUKURU wanaifanyia kazi kujiridhisha tangu mwezi Machi 2025, na muda wowote addendum itasainiwa na mkandarasi yupo eneo la mradi mpaka jengo litakapokamilika. Mheshimiwa Spika, haya si matamko tu, ni matendo yaliyokwisha fanyika. Kuibua hoja ambazo zimekwisha fanyiwa kazi kwa makusudi na mamlaka husika au zipo kwenye mchakato ni sawa na kusisitiza kuwa serikali ni kipofu na bubu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na awamu ya sita, serikali ya awamu ya sita inasimamia misingi ya uwajibikaji. Mimi naitwa Amina, ni mmiliki wa duka la nguo na vitu vya watoto. Kwa sababu naweza kujihudumia bima ya safari muda wowote kwenye WhatsApp yangu. Isitoshe, naipata bima papo hapo kwenye simu na email yangu. Upotezi muda wako. Napenda jinsi ilivyo rahisi kuhakiki bima hiyo. Na uzuri zaidi, hata ubalozi unapoenda kuomba visa, wanaihakiki wenyewe kwenye WhatsApp. Tumia bima pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli. Au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pub, urahisi wa maisha.